Ujambo mtazamaji wa Mlimani TV, na hizi ni dondoo za Mlimani. Jina langu ni Ibrahim Mgaza na nitakupitisha katika dondoo za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Na tukianza na dondoo za kitaifa, tunaangazia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameweka jiwe la msingi la mradi wa upanuzi wa mtandao wa maji safi ya Ziwa Victoria kutokea Makomero hadi Mgongoro ulioko kijiji cha Mayoka, Igunga, mkoani Tabora, ambao umegharimu shilingi milioni 840.8. Akizungumza baada ya kuzindua mradi huo ambao unatarajiwa kuhudumia wananchi 5402, Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa serikali itaendelea kusimamia utoaji huduma za maji safi na salama nchini ili kuhakikisha hali ya upatikanaji wa maji inawafikia wananchi kwa 100%. Kadhalika, Mheshimiwa Majaliwa ameagiza RUWASA kuongeza na kusogeza vituo vya kuchotea maji karibu na wananchi. Na hatimaye huko katika dondoo za kimataifa, mkutano maalum wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC unakutana kwa njia ya mtandao leo Alhamis kujadili hali ya DRC. Mkutano huo unaongozwa na Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, ambaye kwa sasa ndiye mkuu wa SADC, ambako utajadili swala la wanajeshi wa SADC waliotuma katika ujumbe ujulikana kama SAMDRC. Mkutano huo leo unafuatia maazimio ya mikutano ya Organ-Trix, chombo kinachohusika na masuala ya siasa ya usalama katika SADC, uliokutana Alhamisi iliyopita chini ya mwenyekiti wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, anayeongoza chombo hicho kujadili swala la askari wa SADC nchini DRC. Zaidi ya wanajeshi 1000 wanaaminika kutumwa na Afrika Kusini, Malawi na Tanzania wako katika kambi za Goma na vitongoji vyake, huku Mubambiro ambako wanaandaliwa na kundi la Machi 23. Na tukigeukia katika dondoo za kimichezo ni kwamba Rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF Wallace Karia amechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Karia ambaye ni rais wa kanda ya CECAFA ameshinda nafasi hiyo katika uchaguzi mkuu uliofanywa na shirikisho hilo huko Cairo, Misri, ambako pia ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya fedha ya shirikisho la Afrika kwa maana ya CAF. Na katika hatua nyingine, rais wa CAF Dr. Patrick Motsepe amechaguliwa tena kuongoza shirikisho hilo kama rais kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Mimi ndiye Ibrahim Mgaza, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi maridhawa kutoka hapa Mlimani TV, na kwaheri.